Naomba pia nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru na kuwakaribisheni hapa Kigongo Busisi katika daraja letu maarufu la JP Magufuli, na tunashukuruni sana kwa kuitika wito huu. Nafahamu kwamba mmealikwa na waandishi wa habari, mmejitokeza kuja kusikia mafanikio ya Wizara ya Ujenzi katika kazi iliyokasimiwa, mafanikio ya serikali kwenye eneo hili la ujenzi, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nitoe pia shukrani zangu kwa ninyi wanahabari wote mliopo hapa na wale ambao hawapo hapa. Mara zote mmekuwa mkitupa ushirikiano mkubwa tunapofanya kazi zetu na mnazitangaza vyema. Asanteni sana. Ndugu wanahabari, serikali ya awamu ya 6 imepata mafanikio makubwa katika sekta ya ujenzi ya kuhakikisha miundombinu inaboreshwa, miundombinu ya barabara, madaraja, viwanja vya ndege, vivuko, pamoja na majengo ya serikali yaliyo chini ya wakala wetu wa majengo ya serikali kwa maana ya TBA. Mafanikio haya yamekuwa na mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji wa uchumi, kurahisisha utoaji wa huduma katika jamii na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu kwa ujumla. Sasa miongoni mwa mafanikio hayo ni kama ifuatavyo. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, mtandao wa barabara unaosimamiwa na Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa barabara yani TANROADS umeongezeka kutoka kilomita 36,361 hadi 37,435. Na sababu ya kuongezeka kwa mtandao huo ni kupandishwa kwa hadhi ya barabara za wilaya na kuwa ni barabara za mikoa na kuwa barabara za kitaifa. Na katika kipindi hiki jumla ya kilomita 15,511 zipo katika hatua mbalimbali za matengenezo. Na tunayo barabara ambazo zimekamilika ndani ya hii miaka 4. Na ukamilifu wenyewe ni wa kiwango cha lami. Kilomita 1366 zimekamilika. Hapa nitatoa mfano wa barabara chache tulizozikamilisha. Mfano, barabara ya kutoka Kasulu mpaka Kibondo mkoani Kigoma. Hizi ni kilomita 184. Zimekamilika kabisa. Lakini tunayo vile vile barabara ya kutoka Mbinga mpaka Mbamba Bay. Mbinga mpaka Mbamba Bay ni kilomita 66. Hizi nazo pia vile vile zimekamilika. Na kwa wenyeji wa kule wanafahamu hii barabara namna ambavyo ina milima na ina kona nyingi sana. Lakini vile vile tunayo barabara ya Mpemba Isongole kilomita 50. Hizi zimekamilika pia vile vile. Tunayo barabara ya Lusitu Mawengi kilomita 50 na yenyewe imekamilika katika viwango vya lami. Tunayo barabara ya kutoka Njombe kwenda Moronga kilomita 53. Hizi na 0.9. Hizi zimekamilika. Na section ya pili kutoka Moronga kwenda Makete kilomita 53 pia zimekamilika. Na tunaya Rudewa mpaka Kilosa kilomita 24. Hii pia vile vile imekwisha kukamilika. Tunayo barabara pia ya Makutano mpaka Nata Sanzate pale mkoani Mara kilomita 50. Hii imekamilika. Lakini vile vile tunayo barabara ya Loliondo Mtoambu sehemu ya Waso mpaka Sale. Ile ni kilomita 50 na yenyewe pia vile vile imekamilika. Tunayo madaraja ambayo yamekamilishwa katika kipindi hiki
cha awamu ya 4 cha awamu ya 6 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika madaraja yaliyokamilika, nataja hapa angalau 4 katika 8. Tunalo daraja maarufu la Tanzanite lililoko pale Dar es Salaam. Hili daraja la Tanzanite lina jumla ya kilomita 1 juu ya bahari. Na tunalo vile daraja la Wami mkoani Pwani, ni daraja la mita 510, ni nusu ya kilomita. Hili nalo limekamilika. Lakini tunalo daraja la Kitengule mkoani Kagera. Hili ni daraja la mita 140 na lenyewe tumelikamilisha. Tunalo daraja la Msingi pale Singida. Hili ni daraja la mita 100, ni miongoni mwa daraja ambayo yamekamilishwa. Nimesema nitataja haya 4 kwa uchache kati ya yale 8. Ni miongoni mwa madaraja ambayo yamekamilishwa katika kipindi hiki cha awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Miradi ya barabara na madaraja yanayoendelea. Tuna urefu wa barabara za kilomita 2380 ambazo tunaendelea nazo nchini kote, pamoja na ujenzi wa madaraja 12 tunaendelea kuyajenga, yako kwenye hatua mbalimbali. Tunalo daraja la Mbangala, ili ni daraja la mita 120. Lakini pale Dar es Salaam Lower Mpiji ya chini tunayo takriban tunatengeneza na lenyewe pia vile. Tunalo daraja la Simiyu hapa mkoani Simiyu, jumla ya mita 150. Lakini tunalo pia vile daraja la Sukuma, tunatengeneza ili daraja hapa, ilipo kwenye hatua ya maendeleo ya ujenzi. Na vile tunalo daraja la Pangani kule Tanga. Hili ni daraja lenye mita takriban 525. Hii ni katika madaraja yanayoendelea kujengwa. Na nisahau pia vile tunalo daraja la Jangwani pale Dar es Salaam, ni daraja kubwa, na lenyewe pia vile tunaendelea, tupo katika hatua za mwanzo za ujenzi. Mkandarasi hivi tunavyozungumza yuko site, na mara baada ya kuwa zimeisha mvua anaanza harakati, ameshafanya mobilization na tayari anaanza kazi ya ujenzi wa lile daraja. Itakuwa ni daraja kubwa na litatusaidia sana katika kuondoa mafuriko yanayotokea kila mwaka katika eneo lile la pale Jangwani. Na hili ni katika miongoni mwa shukrani nyingi sana tunazompatia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana sisi kwenye Wizara ya Ujenzi tunasema mama ni mjenzi. Ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi JP Magufuli, ambalo ndio leo tuko hapa. Hili daraja lenye urefu wa kilomita 3 juu ya maji Ziwa Victoria, ni daraja namba 1 Afrika ya Mashariki na Kati. Hakuna daraja refu katika Afrika ya Mashariki na Kati linalozidi daraja hili la JP Magufuli Kigongo Busisi. Na unaweza kuona hapa eneo kwa mfano tulilopo lina urefu wa mita kutoka usawa wa bahari kufika hapa tulipo tumesimama, jumla ya mita 17. Ni zaidi ya gorofa ya 5. Ingelikuwa kama ni gorofa, maana yake ni zaidi ya gorofa ya 5. Mita 17 kutoka pale kwenye maji kuja hivi juu, ukiachilia mbali zile nguzo kule chini zilivyoingia. Hili daraja litakuwa na uwezo wa kupitisha magari mpaka 20,000 kwa siku moja. Na hili daraja litasaidia watu ambao hasa hususan wa kanda hii ya Ziwa waliokuwa wanatumia masaa 2 hadi 3, hapa watapita kwa wastani wa dakika 3 mpaka 5 maximum. Na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari 3 au 4 au 5 ambazo zina wastani wa mpaka tani 160 zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani 160
zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili tani 160. Sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani 54 hadi 56. Kwa hivyo maana yake ukichukua hizo ni gari takriban 3 zina uwezo wa kupita au zaidi zikapita katika daraja letu hili kwa wakati mmoja. Na hili daraja limetugharimu jumla ya fedha bilioni 716. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Unafahamu kwamba wakati anakabidhiwa nchi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hili daraja lilikuwa takriban 25% tu ya ukamilifu wake. Na katika hizo 25%, Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi. Na unaweza ukaona kwamba fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana. Na tena imefanyika kazi hii kipindi kigumu. Na watu tulikuwa tunasema hizi fedha za ukamilifu wa hili daraja itakuwa kwaje? Sasa zilitakiwa zaidi ya bilioni 500. Kwa wakati huo Mheshimiwa Rais Samia anaingia, tayari wastani wa bilioni 100 takriban na 30 hadi 50 zilikuwa zimelipwa kama advance payment, malipo yale awali. Lakini zikabaki sasa zaidi ya bilioni 500 zinazohitajika zilipwe. Na hapo corona ndio imeingia, inachapa na mzunguko wa fedha, na kulikuwa na crisis kubwa. Lakini tunamshukuru sana Rais Samia, alisimama kidete akahakikisha kwamba jambo hili linakwenda na linakamilika. Na najua ndio maana kwa kusema kweli tunamshukuru, na ndio maana amepata tuzo kadha. Moja ya tuzo ameipata mwaka ule wa 2022 baada ya kusimama imara sana. Watanzania wengi tunakumbuka ni ile tuzo iliyotolewa na Benki ya Afrika, yani AFDB, inayokwenda kwa jina la maarufu la Abubakar Ndiaye. Unafahamu kwamba ni kwa sababu wali appreciate na walikubali namna ambavyo ya mchango wake, hasa hususan kusimama imara kwenye nyakati ngumu. Na hii ni experience nzuri ya nchi yetu. Wakati wote nchi yetu tunapokuwa tunapita katika changamoto kubwa na nzito, tumesimama imara na tunapita kwa mafanikio makubwa sana. Na tuzo kama hii tena imetolewa mwaka huu kwa Rais wa Angola, Mheshimiwa Lourenco. Yeye amepata hii tuzo kwa sababu ya ujenzi wa ile tunaita Lobito Corridor. Kwa hivyo unaweza ukaona dunia imetambua kazi nzuri na kubwa inayofanywa na serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mradi huu utatusaidia sana, kama nilivyokwisha kusema awali. Watu waliokuwa wanatumia masaa 2-3 hivi sasa watatumia dakika 3 mpaka 5 wastani. Na kwa hivyo tutasaidia hapa, watu watasaidika hapa kijamii, lakini watu watasaidika hapa kiuchumi, na hali za wananchi pia vile vile zitaboresheka. Vivuko hivi ambavyo vilikuwa vinatumika katika eneo hili viko hapo chini, unaweza kuona vilikuwa vinavusha kwa siku moja mpaka gari 600. Sasa hadi 1000. Hizi gari zote sasa zitakuja zihamie huku, ikiwa ni pamoja na kile wanaotumia upande wa kule Kamanga Ferry. Wote hawa watapita upande huu. Na hii itachechemua sana uchumi wa eneo la kanda ya Ziwa. Na hizi bilioni 700 ukizipeleka kwenye barabara, ingelikuwa kama si daraja, tungelisema tunajenga barabara za rami. Ni wastani wa bilioni 1.5 mpaka bilioni 2 kwa barabara kwa kilomita moja. Kwa hivyo ukigawa, unaweza ukaona daraja hili limechukua fedha za kujenga zaidi ya kilomita 350 ambazo zingeweza kujengwa za lami. Kwa hivyo ni kazi kubwa sana imefanywa hapa,
na hii ni tunu katika taifa letu, na hii ni kuonesha sisi wa Tanzania tunaweza. Na narudia tena kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yeye amekuwa ni kinara wa kuendeleza mipango ya taifa letu. Maana hana tabia ya kuacha mambo yabakie yanaelea hivi. Amekamilisha daraja hili hapa la Kigongo Busisi, amekamilisha kipande cha reli cha SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Makutupora, Dodoma Makutupora, na anaendeleza maeneo mengine. Amekamilisha pia vile ujenzi wa daraja wa mradi mkubwa wa umeme wa pale Rufiji. Tunampongeza, na kwa kusema kweli tunamuombea sana Mungu aendelee kuwa na afya njema na aendelee kuliongoza taifa letu kwa weledi mkubwa na umadhubuti. Ndugu wanahabari, naomba niseme tu kwamba daraja hili litakuwa ni kiunganishi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo ndio maana hata sisi katika mialiko, kwanza tumewaalika Watanzania wote. Tumealika watu wengi sana, lakini tumealika mpaka tumeomba Wizara ya Mambo ya Nje itusaidie kualika hata majirani zetu. Kwa hivyo tunao matarajio kwamba tutakuwa na mabalozi hapa, mathalani wa Burundi, Uganda, Rwanda na Kongo, kwa sababu hawa wote ni wanufaika wa daraja hili hapa, ambalo litakuwa ni kielelezo na ni daraja namba 1 kwa Afrika ya Mashariki na Kati. Na hili daraja tumetengeneza litakuwa na matoleo yake ya kilomita 1.66 kutoka hapa darajani kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Geita na kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Usagara kule Mwanza. Naomba sana mtusaidie waandishi wa habari kutambulisha na kukaribisha umma wa Watanzania. Tunataka ufurike hapa siku ya tarehe 19 mwezi huu, siku ya Alhamis, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakapokuja tushereheke naye. Anakuja kulifungua hili daraja, ikiwa ni katika sehemu ya mafanikio ya Tanzania huru. Tumefanya wenyewe na tunaendelea kufanya wenyewe. Miongoni mwa faida ambazo tutakuwa tumezipata, ukiacha hizi za kijamii, za kiuchumi nilizokwisha kuzitaja, ni pamoja na ile faida ya kwamba hapa, wakati kampuni la kigeni lilipokuwa linafanya hii kazi, ni kampuni kutoka China linaitwa ECC, lakini ikumbukwe kwamba tulikuwa na wataalamu wazawa waliofanya ushiriki katika hatua kuanzia ya mwanzo ya design mpaka huku tunalikamilisha hili. Na tena bahati njema sana wataalamu wazawa hawa wapo na tutawatambua kwa kazi hiyo kubwa na nzuri walioifanya, na tunaamini sasa kwa sababu ya ushiriki wao wa Tanzania hawa wazawa, huko mbele ya safari tukiwa na project kubwa kama hizi zitasimamiwa na sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu tayari tunao uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha iliyotokana na ushiriki wetu wa moja kwa moja kwenye kazi ya namna hii. Jambo la lingine ningelipenda niliseme hapa ni jambo la kupunguza msongamano katika majiji na miji. Miradi ya kupunguza msongamano wa magari katika miji mikubwa hapa nchini, hususan katika miji ya Dar es Salaam, Dodoma na Mbeya, ina umuhimu mkubwa kwa maendeleo ya taifa letu. Hata hapa Mwanza tunao mradi mkubwa wa kupunguza msongamano wa kutoka Mwanza katikati ya mji kuja Usagara. Ule mradi tumefika hatua kubwa na nzuri sana, ambayo itakuja kuunganisha na daraja sasa. Kwa hivyo ule mradi tupo katika hatua ya mwisho kabisa ya kuweza ya kimanunuzi, na baadaye kusaini mkataba na mkandarasi na hatimaye kumkabidhi site mkandarasi ili aanze kazi. Lakini kule Dar es Salaam pia vile tuna miradi ya kupunguza misongamano, na Mbeya tunayo mradi wa kupunguza msongamano, na hii ni katika kuwarahisishia wananchi shughuli zao za kijamii, kibiashara, kiuchumi, na kwa hivyo hilo tunakwenda nalo. Na miradi hii pia ni ishara ya dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha miundombinu, jambo linalosaidia kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi yetu. Hivyo juhudi hizi si tu kwamba zinaboresha maisha ya kila siku ya wananchi, bali pia zinachangia kwa kiasi kikubwa
katika ustawi wa taifa letu. Ndugu wanahabari, serikali imechukua hatua mbalimbali katika kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam. Hatua hizo ni pamoja na ujenzi wa barabara za juu. Ujenzi wa barabara za juu kwa maana yale madaraja katika makutano ya barabara katika eneo la Ubungo, pale Tazara pia vile vile, lakini tunao Chang'ombe na Uhasibu, miradi hii imekwisha kukamilika. Aidha, mazungumzo baina ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Japan kupitia shirika lake la maendeleo la JICA yanaendelea. Tunaelekea katika kujenga barabara ya juu eneo la Moroko na pia vile vile pale Mwenge, ili tupunguze na kuondosha kabisa msongamano. Ujenzi wa barabara za mabasi yaendayo kasi, awamu ya kwanza kilomita 20.9 inayohusisha barabara ya Morogoro kutoka Kimara hadi Kivukoni, pamoja na barabara ya Kawawa kutoka Magomeni hadi Moroko, na mtaa wa Msimbazi kutoka Faya hadi Kariakoo. Mradi huu takriban umekamilika. Awamu ya pili kilomita 20.3 kutoka katikati ya mji mpaka Mbagala kupitia barabara za Sokoine, Gerezani, Bandari, Kilwa, Chang'ombe na Kawawa, pamoja na barabara za juu flyovers katika makutano ya Uhasibu na pale Chang'ombe. Ujenzi umekamilika pia vile vile. Lakini pia vile vile awamu ya tatu kilomita 23 inahusisha ujenzi wa barabara kutoka katikati ya mji, yani CBD hadi Gongo la Mboto kupitia barabara za Azikiwe, Bibititi, Nkuruma na Nyerere, pamoja na barabara za mtaa wa Lindi, Shauri Moyo, Uhuru na Mandela. Ujenzi unaendelea. Hivi sasa tumefikia 72%. Kazi hii tunaifanya pamoja, si serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukishirikiana na wabia wetu Benki ya Dunia. Awamu ya 4 itahusisha ujenzi wa barabara kutoka katikati ya jiji kuelekea Ubungo kupitia barabara za Bibititi, Ali Hassan Mwinyi hadi Samnujoma, ndio inakuja kutokea pale Ubungo, na kuanzia Mwenge hadi kufika Tegeta kupitia barabara ya Bagamoyo. Ujenzi unaendelea, na ujenzi huu sisi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunashirikiana vyema na wabia wetu, washirika wetu Benki ya Dunia. Kwa sehemu ya kwanza ujenzi umekamilika 15%, na sehemu ya pili ujenzi umekamilika 16%, umeshafikia 16%, na sehemu ya tatu ujenzi umefikia 10%. Awamu ya 5 kilomita 25 kutoka Ubungo, Bandarini na Segerea, Tabata mpaka Kigogo upo katika hatua za mwisho za manunuzi, na huu tunashirikiana na wabia wetu wa maendeleo, washirika wetu wa maendeleo kutoka serikali ya Ufaransa. Sasa tuna mradi wa daraja la Jangwani, nimekwisha kueleza kwa kina. Hili daraja litakuwa na urefu wa mita 390 na kimo cha takriban mita 14.5 kutoka katika maji kwenda juu, ukiacha zile nguzo zitakazozama pale chini. Na tutakuwa na barabara unganishi za mita 700 zitakazokuwa zimeungana na daraja letu. Na mradi huu utachukua jumla ya miezi 24, utakuwa umekamilika, na matarajio yetu ni kwamba hivi sasa kazi hiyo ndio imeanza. Lakini vile vile tunaendelea na kazi ya upanuzi wa barabara ya Kimara hadi Kibaha, kutoka njia 2 hadi kuwa njia 8, kilomita 19. Huu tumeshakamilisha kwa jumla ya bilioni 140.45, na barabara hivi sasa inatumika, na ndio maana tumeamua sasa kuipanua na hii barabara kutoka Ubungo kuelekea Kimara.
ili ziendane. Lakini vile vile tuna upanuzi wa barabara ya Mbagala rangi tatu mpaka Mkuranga, na sehemu ya kwanza tunaanza na ile sehemu ya Mbagala rangi tatu mpaka Kongoe ambako tayari mkandarasi amekwisha kupatikana, na pale zinajengwa barabara 6, 2 zinakwenda 2 zinarudi, na katikati tabaki barabara ya kwa ajili ya kupitisha mabasi ya kwenda kasi, na pia vile vile upanuzi wa daraja la Mzinga. Lakini vile vile upanuzi wa barabara ya Mwai Kibaki kutoka Moroko kwa maana ya mpaka Kawe roundabout mpaka Afrikana, pamoja na ujenzi wa madaraja ya juu 3 na daraja moja la chini la watembea kwa miguu. Huu ni katika mpango wetu tulionao tunaokwenda nao ili kuondosha msongamano. Tafanyika kazi hiyo pia vile vile hapo mbele. Kupunguza msongamano katika jiji la Dodoma, tumefanikiwa serikali kuendelea na ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje, yani outer ring road katika jiji la Dodoma kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 112, ambapo sehemu ya kwanza ya Nala mpaka Veyula mpaka Mtumba mpaka Ihumwa bandari kavu kilomita 52.3, ujenzi wake umefikia 86%, na sehemu ya pili ya Ihumwa bandari kavu mpaka Matumbulu mpaka Nala kilomita 60, ujenzi wake umefikia 85%. Tunakwenda vizuri sana. Tunayo miradi ya dharura ambayo imeenea nchi nzima tunayoitekeleza kupitia wakala wa barabara, yani TANROADS. Miradi ya matengenezo ya dharura inayoendelea inatokana na mvua zilizonyesha mwaka 2023, zile za El Nino, na hapa jumla ya fedha bilioni 556.9 ziliidhinishwa na kutolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili kwenda kuhudumia mikataba 81, na kati ya fedha hizi au kati ya mikataba hii jumla ya mikataba 72 ili kwenda kwa Watanzania makandarasi wazawa ambao ni zaidi ya bilioni 400. Kati ya hizi bilioni 556.9 zilikwenda kwa makandarasi wazawa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa maelekezo yake ambayo yamepelekea sisi kama Wizara ya Ujenzi na TANROADS kuweza kutoa kipaumbele hiko kwa makandarasi wazawa ambao kwa kusema ukweli wanafanya vizuri sana, na tunayo mifano mingi ya hao makandarasi wazawa wanaofanya vizuri kwenye kazi hii. Naomba pia kutumia nafasi hii kutangazia umma kwamba makandarasi wawili wa matengenezo ya barabara ya kule Mtwara Mingoyo kwa maana ya Mnazi Mmoja na Mnazi Mmoja mpaka Masasi wamekwisha kuingia katika kazi, na kazi hii ni jumla ya shilingi bilioni 427 inayokwenda kutengeneza barabara hii. Inaungana na ile ya kutoka Masasi inakwenda mpaka Newala mpaka Tandaimba mpaka Mtwara tena. Unafahamu kwamba yote hayo ni maeneo ya kiuchumi. Huko watu pia vile vile wanafanya kazi kubwa ya uzalishaji wa korosho, wanazalisha dengu, wanazalisha choroko, lakini vile vile kuna cement, viwanda vikubwa kama kile cha Dangote kipo kule, na hapa karibuni tunayo matarajio ya kuwa na mradi mkubwa wa gas upande huu pia. Kwa hivyo tunashukuru sana, tunapongeza kazi nzuri inayoendelea, lakini vile vile serikali hii ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza miradi ya uendelezaji wa viwanja vya ndege vya Msalato. Ni kiwanja kikubwa sana ambacho kinaendelea kujengwa pale. Tunaendelea na uboreshaji wa kiwanja cha Kigoma, Tabora, Geita, Songwe, Mtwara, Sumbawanga, Shinyanga, Iringa, Musoma, Songea, Tanga na kiwanja cha pale Leki Manyara. Hivi vyote baadhi yake vimekwisha kukamilika tayari, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuvifungua tayari. Lakini tunaendelea hapa Mara kwa maana hiki cha Musoma kinaendelea kutengenezwa, na hata pale Shinyanga pia vile vile. Miradi hii ikikamilika viwanja vitarejeshwa TAA kwa maana ya mamlaka ya usimamizi wa viwanja vya ndege chini ya Wizara ya Uchukuzi. Miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali za ujenzi
ambapo katika kiwanja cha ndege cha Msalato package 1 inayohusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, yani runway, barabara ya kuingia kiwanjani pamoja na miundombinu mingine, umekwisha kufikia 87%, na package ya pili ile inayohusisha jengo la abiria la kisasa sana, na mnara wa kuongezea ndege na majengo mengine, kazi hii kwa pamoja imeshafikia 53%. Moja ya kazi tulionayo kama wizara pamoja na kujenga mabarabara haya ni kudhibiti uzito wa magari ili kusudi barabara zetu ziweze kudumu kwa muda mrefu. Unajua hii barabara hizi ni rasilimali ya Watanzania. Zinajengwa kutokana na kodi yetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo ni lazima tulinde. Hii ni rasilimali yetu. Ukichukua wastani wa barabara tulizonazo za lami nchi nzima, thamani yake ni sawa na mtaji wa pesa zisizopungua trilioni 40 kwa nchi nzima, lami tulizonazo. Sasa ni lazima tuzilinde, na tuzilinde kwa umakini mkubwa kabisa, bila ya kumuonea mtu na bila ya kuona haya. Hizo barabara zilizoenea nchi nzima zikiharibika zote, tutakuwa na kazi ya kutafuta pesa nyingi, wastani wa hizi nilizozitaja, ambayo ndio thamani ya hizi barabara, tuanze upya. Kwa hivyo tunalinda barabara hizi kwa kusimamia shughuli za mizani. Serikali imeendelea kujenga na kuboresha mizani ya kupima uzito wa magari ili kulinda barabara zisiharibike mapema na kuimarisha udhibiti wa uzito wa magari yetu. Wizara kupitia TANROADS imejenga mizani ya Rubana mkoani Mara na ujenzi wa mizani ya Kemokoua mkoani Arusha, ujenzi wa mizani ya Igagala mkoani Njombe na Kizengi mkoani Tabora unaendelea. Aidha, ili kukabiliana na changamoto ya msongamano kwenye vituo vya mizani pamoja na vitendo vya rushwa, serikali kupitia TANROADS imejipanga kufanya mambo yafuatayo. Hapa tuna malengo ya kufunga mizani ya kisasa ambayo ni automatic, kwa lengo la kupunguza ile human error, kupunguza makisio ya kibinadamu, bargaining, ili kuondosha rushwa. Tuna experience kubwa kwenye eneo hili, na hii kutengeneza automatic au automation haimaanishi kwamba tutawaondoa watu katika mizani wasifanye kazi na kupunguza ajira. Ajira ziko pale pale na Watanzania vijana wataendelea kuajiriwa, lakini nia yetu tunataka automation ambayo itatusaidia ule muingiliano wa kubargain kati ya mtu na mtu upungue sana, ambayo mara nyingi hii ndio imekuwa ikilalamikiwa inasababisha rushwa. Na kwa hivyo tunataka tupate accuracy ya hii kazi. Kuendelea kufunga mizani ya kielektroniki ya kupima magari yakiwa kwenye mwendo, yaani weigh in motion, katika vituo vyote vya mizani ifikapo mwaka 2030 ili kupunguza msongamano wa magari katika vituo vya mizani. Hadi sasa mizani ya aina hii imefungwa katika vituo vya mizani vya pale Vigwaza, Mikese, Mikumi, Wenda, Mpemba, Nala, Njuki, Kemokoua, Dakawa na Rubana. Kufunga mfumo wa ufuatiliaji. Tunafunga mfumo wa ufuatiliaji kwa maana CCTV kamera tunauimarisha na data management katika vituo vyote vya mizani. Tunataka kazi ikamilike mpaka kufika mwaka 2026-27 tuwe tumekamilisha kazi ya kufanya ufungaji wa hizi CCTV cameras katika mizani yetu yote. Ndugu wanahabari, miradi ya barabara inayotekelezwa na wizara huzingatia pia masuala ya usalama barabarani ili barabara zisiwe chanzo cha ajali na maafa kwa watumiaji. Hatua mbalimbali zinachukuliwa ili kuhakikisha barabara zetu zinakuwa salama. Miradi inayotekelezwa ni pamoja na kufanyia maboresho maeneo hatarishi, yani black spots, kuweka alama na michoro muhimu ya barabarani, kufunga taa za kuongoza magari katika makutano ya barabara na taa za barabarani katika maeneo mbalimbali ya miji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, maelekezo yake ya kuhakikisha tunaweka taa za kutosha za barabarani kwa malengo ya kuondosha na kupunguza giza katika miji yetu na kupunguza hata ajali. Tunashukuru kwa sababu katika mwaka uliokwisha tunaomaliza wa 2024-25 jumla ya taa 4680
zimefungwa nchi nzima. Na hii ni wastani wa kila mkoa tuliupa taa kati ya 180 hadi 200. Na katika mwaka huu wa 25-26 tuna jumla ya taa 5,200 zitawekwa zitagawanywa mikoani kote. Na hii ni wastani tena kwa mara nyingine wa taa zisizopungua 200 zitakazosambazwa mikoani. Lakini katika yale maeneo ambayo kuna miradi inaendelea, wao watakuwa na advantage kwa sababu ile miradi inakwenda na package ya taa zake. Kwa mfano Ring Road ya Dodoma, zile kilomita 112 zote za Ring Road ya Dodoma, yani ule barabara ya mzunguko nje ya kuondosha msongamano katika jiji la Dodoma, yote 112 itakuwa ina taa zake inazojitegemea. Utekelezaji wa miradi ya ujenzi na ukarabati wa vivuko. Ndugu wanahabari, wakati wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA unaanzishwa mwaka 2005, kulikuwa na jumla ya vivuko 13 peke yake. Hadi kufikia sasa serikali imewezesha TEMESA kuongeza idadi ya vivuko na kufikia 32 kwa nia na madhumuni ya kutoa huduma kwa wananchi. Sasa ina vituo zaidi ya 20 nchini kote. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na kinara wetu jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imeiwezesha TEMESA kuanza ujenzi wa vivuko vipya 5 katika eneo hili la Ziwa Victoria peke yake, na kimoja katika bahari ya Hindi, kile cha kutoka Nyamisati kwenda Kilindoni kwa maana Mafia. Vivuko hivyo vinatarajiwa kukamilika Septemba 2025, na ambavyo ni kivuko cha Kisoria Rugezi. Lakini tunacho pia vile hichi kitatoa huduma kati ya Kisoria wilayani Bunda na Rugezi wilayani Ukerewe. Lakini pia vile kivuko cha Bwiro Bukondo kitakachotoa huduma kati ya Bwiro na Bukondo wilayani Ukerewe mkoani Mwanza. Kivuko cha Ijinga na Kahangala wilayani Magu mkoani Mwanza. Lakini pia vile kivuko cha Nyakarilo Kome mkoani Mwanza, na kivuko cha Buyagu hadi Mbarika mkoani Mwanza, na ujenzi wa kivuko cha Nyamisati mpaka Mafia pale Kilindoni. Hivi ni vile vivuko ambavyo tunavikamilisha muda mfupi ujao. Tunatarajia vitaanza kutoa huduma kwa Watanzania, na mwaka huu katika bajeti yetu 25-26 viko vichache ambavyo vitaendelea kutengenezwa pia kwa ajili ya maeneo mbalimbali. Tunashukuru sana pia vile maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ni muumini sana wa serikali kushirikiana na sekta binafsi, na ndio maana alitupa maelekezo kama wizara, si kwamba kila kivuko tufanye sisi wenyewe kama serikali, badala yake tuangalie uwezekano wa kushirikisha na sekta binafsi. Na ndio maana pale Dar es Salaam tulimwalika Azam Marine aje kushirikiana nasi, akatuitika, na tunayo furaha kubwa sana kwamba Azam Marine anasaidiana na serikali kuvusha watu pale eneo la Kigamboni Ferry, na kwa kutumia zile Sitax, na imeondosha sana msongamano na imeondosha sana mgogoro mkubwa ambao ulikuwepo pale miaka nenda miaka rudi. Na ndio maana nimesema serikali hii na sisi wa Tanzania ni mahodari sana wa kutatua changamoto zetu sisi wenyewe, na ni muhimu sana wa Tanzania tuwe na hizi kumbukumbu namna ambavyo tumekuwa mahodari. Kwanza ni wavumilivu, mbili ni mahodari sana wa kutatua changamoto zetu sisi wenyewe. Watu wengi hawafahamu pia vile leo tuko hapa Mwanza. Watu zamani walikuwa wanachukua siku mpaka 2 kutoka Dar es Salaam kwenda Bukoba hapa, na ilikuwa ni lazima wapite nchi jirani. Anaenda mpaka Nairobi, anaenda mpaka Kenya huko, akitoka Kenya anaingia Uganda ndio aingie ndani ya nchi yetu Kagera. Tumepita hizo hatua. Hivi sasa tunazungumzia mambo ya kutoka Dar es Salaam kufika Mwanza kwa masaa. Na kwa hali hii ya ujenzi wa SGR ambayo kutoka Dar es Salaam kufika Dodoma tunatumia masaa 3 mpaka 3.5, ambapo tulikuwa tunatumia masaa 11 mpaka 12.
maana yake ni kwamba itakapofika Mwanza itakuwa ni ukombozi mkubwa sana. Kwa hivyo mnaweza mkaona kwamba Watanzania kwa utulivu wetu, Watanzania kwa kuheshimiana, na Watanzania kwa kufanya kazi kwa bidii, juhudi na maarifa, tunatatua changamoto zetu hatua kwa hatua, sisi wenyewe hatua kwa hatua. Baada ya rais kuzindua hili daraja, Dr. Samia, itakuwa ni historia kubwa sana kwamba tumeondokana na vivuko ambavyo vilikuwa vinatuchukulia muda mwingi sana, na tumeitatua hii changamoto sisi wenyewe. Tazama changamoto hata ya kule Kigamboni niliyoisema, kwamba tumejenga daraja letu sisi wenyewe lile la Nyerere pale Kigamboni. Hii yote ni kuonesha kwamba tunaweza, na tuendelee, Mungu atujalie kuendelea kuwa na utulivu wa namna hii na kwenda kudumisha amani yetu na kuheshimiana kwetu. Ndiyo maana tunasonga mbele. Ndugu wanahabari, nimalizie na utekelezaji wa miradi ya ujenzi na ukarabati wa nyumba za majengo ya serikali, ambapo kazi hii inafanywa na taasisi yetu inaitwa TBA, ambayo ni wakala wa majengo Tanzania, na imefanya kazi kubwa na nzuri. Mfano ni zile nyumba za pale Magomeni, maarufu kama Magomeni Kota, ambazo ni nyumba za wakazi takriban 644, lakini ujenzi wa nyumba 170 za watumishi wa umma katika mikoa ya Dodoma, Mtwara na Pwani, ujenzi wa majengo 4 ya ghorofa yenye uwezo wa kuchukua familia 66 katika pia vile katika eneo la Magomeni Kota. Hii ni awamu ya pili. Kule Masaki zinajengwa nyumba kwa ajili ya viongozi na watumishi wengine wa umma, na nyumba za majaji pia vile zimejengwa mkoani Tabora, Kilimanjaro, Mtwara na Shinyanga, na kazi hii inaendelea. Ndugu wana habari, hivi sasa tumebadili sheria ya hili shirika letu linaloitwa TBA, yani wakala wa majengo Tanzania. Mwanzo wakala huyu kwa sheria tuliyokuwa nayo ilikuwa wao wanajenga nyumba kwa ajili ya watumishi wa umma peke yake, lakini tulifanya tathmini tukakubaliana kwamba nyumba ni hitaji kubwa sana la Watanzania walio wengi, hususan vijana wanaoanza maisha, wametoka katika hatua mbalimbali za kusoma ama nyinginezo, wanaoanza maisha wamekuwa wakihangaika sana katika kutafuta namna ya kupata nyumba za kuishi. Na kwa hivyo serikali imeonelea kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais tubadilishe mfumo wetu, na tumebadili sheria, na sasa TBA inatoka katika kuwa inajenga nyumba za watumishi tu, inakwenda katika kufanya biashara. Kwa hivyo TBA itakuwa na miradi mingi ya kibiashara, ya kujenga na kupangisha, ya kujenga na hata kuuza pia vile majumba mbalimbali, na kuingia mikataba na wafanyabiashara mbalimbali. Kwa hiyo kwa mfano ukiingia mikataba na wafanyabiashara katika maeneo ambayo prime, maeneo yenye kuvutia kibiashara, ni makubaliano kwamba sasa nyumba, wengine wanaweza kuwa wanataka wapange, lakini wako wengine wanaweza kutamani kwamba wasiishie kwenye kupanga peke yake. Kwa hivyo hii kwa mujibu wa sheria tumeruhusiwa kufanya hivi sasa, na tutafanya hivyo kwa bei ya soko ikiwa tu tutatangaza yale maeneo yaliyoiva kwa kufanyika namna hivyo. Mwisho, ndugu wanahabari na Watanzania wote mnaonisikiliza, naomba nihitimishe kwa kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri, wenye maono na wenye kujali ustawi wa wananchi. Na ndio maana sisi tunasema kazi na utu. Unajua, kukamilisha daraja hili sio jambo la kusema kwamba ufahari tu wa pesa tulizozitumia hapa na dude hili kubwa, lakini hapa imeokolewa maisha wa Tanzania. Wao hivi vivuko, wengine walikuwa ni wagonjwa, wako kina mama wajawazito, walikopa wa Tanzania wanaoenda kutoa huduma mbalimbali mahospitalini, mahakamani na kwingineko, walikuwa wakipata tabu sana hapa. Kwa kufanya hivi, hii kazi iliyofanywa imelenga mambo ya kiuchumi, imelenga mambo ya kijamii, lakini imelenga kuthamini utu wa Mtanzania pia. Kwa hivyo tunamshukuru sana
Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mwisho, mafanikio haya yote ni ushahidi usiopingika wa dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuijenga Tanzania yenye miundombinu bora, imara na ya kisasa. Na ndio maana tunasema mama ni mjenzi. Wizara ya Ujenzi itaendelea kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo ya kimkakati kwa weledi, uwajibikaji na uzalendo ili kuunga mkono juhudi kubwa za Mheshimiwa Rais katika kuwaletea wananchi maendeleo. Aidha, nimalizie kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Idara ya Habari Maelezo kwa muongozo wenu katika kuratibu na kusimamia mawasiliano ya serikali. Kadhalika nawapongeza wanahabari wote kwa kuendelea kuwa daraja kati ya wizara na jamii, kati ya serikali na jamii. Kwa kalamu zenu na kamera zenu na vipaza sauti vyenu na majukwaa yenu ya habari mmetusaidia sana Wizara ya Ujenzi na serikali kwa ujumla kuonesha utekelezaji wa miradi inayotekelezwa nchini na kuweza kuwapasha habari wa Tanzania ipasavyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Kama utaridhia basi ubaki kidogo hapo kwa ajili ya maswali machache kama yatakuwepo. Tumemsikiliza Mheshimiwa Waziri, kwa hiyo ameeleza mengi. Basi turuhusu maswali machache, tuna dakika 8 tu za kuuliza maswali, na naomba tujikite basi moja kwa moja ili tuweze kupata majibu. Tujikite katika lile eneo ambalo amelizungumza kwa siku ya leo Mheshimiwa Waziri. Basi tuanze na Makubi. Naitwa Mabere Makubi, mwandishi wa habari kutoka Crown Media. Mheshimiwa Waziri, nina swali moja. Kwa kuwa katika mradi huu wa ujenzi wa barabara hii ya juu ama kwa maana ya daraja hili la JP Magufuli umefanywa na wa Tanzania pia kwa kushirikiana na wageni, nikiwa na imani kwamba wako wa Tanzania kutokana na kukamilika kwa mradi huu wamepata maarifa ya ujenzi wa madaraja katika kwa muda waliofanya kazi hapa. Pengine serikali na mpango gani sasa wa kusaidia kwa kutumia hawa wakandarasi wazawa kujenga madaraja katika maeneo mengine, likiwemo eneo la daraja la Kisoria Rugezi ambako ni kipande kifupi zaidi kwa ajili ya kuwezesha wepesi wa mawasiliano kwa wananchi wa Ukerewe na mkoa wa Mara. Jambo la pili, nataka kufahamu serikali imechukua hatua gani kunusuru barabara ya Kisoria Rugezi inayotoka Nansio kwenda Rugezi, ambapo mkandarasi ameiterekeza na kuondoka pasi na kujulikana kwamba hatima ya barabara hiyo itakuwa ni lini. Badala yake amewaachia mashimo wananchi wa Ukerewe ambao wanasafiri kutoka Nansio kwenda mkoa wa Mara kupitia Rugezi. Asante sana. Asanteni, naomba twende moja kwa moja kwenye maswali, tusitoe historia. Twende straight kwenye swali kwa sababu hatuna muda. Asante, naitwa Vitus Audax na toka Nipashe na The Guardian. Swali langu ni kwamba Vitus Audax natoka Nipashe na The Guardian. Swali langu ni kwamba umezungumza kwamba kwa upande wa Dar es Salaam kuna mwekezaji ambaye anasaidia katika kuongeza vivuko kusafirisha, lakini kwa hapa Mwanza safari za kuelekea mkoani Kagera pamoja na Ukerewe kulikuwa na mwekezaji alileta kuwekeza meli kuelekea katika maeneo hayo kwa ajili ya kuongeza kasi ya usafirishaji, lakini kwa sasa hafanyi hiyo kazi na hizo meli hazijulikani ziko wapi. Pengine ni nini tatizo limemkumba na kwa nini asiendelee kuwepo ili aweze kupunguza adha ya usafiri huo? Asante. Nisisitize twende straight kwenye swali, tusitoe historia, tuna dakika chache. Naitwa Michael Jamson, mwandishi wa Mwanza Press Club. Imekuwa ni utamaduni wetu miradi ya kijamii kama hii kikamilika, wananchi kuanza kutumia kabla ya kuzinduliwa rasmi. Je, hili daraja wananchi ni lini wataanza kupita? Maana si waandishi wa habari tumekuwa tukipata maswali huko mitaani kabla ya uzinduzi rasmi. Asante Mheshimiwa Waziri, muda ni mdogo, labda tungejibu, tuna dakika 5 tu.
za kuweza kukata matangazo haya. Nirudie kutoa shukrani kwa ndugu zangu waandishi wa habari na kushukuruni sana kwa maswali haya mazuri. Nikianza na comrade Mabere Makubi, senior journalist huyu, ameniuliza kuhusiana na maarifa haya makubwa walioyapata wa Tanzania, sasa tunayatumiaje, na yeye ameenda specific pale daraja la Kisoria Rugezi, kwamba sasa kwa nini tusiwatumia. Mimi naomba nisiseme peke yangu, kwanza niwaoneshe wa Tanzania kwa sababu tunachokisema tunamaanisha. Yuko hapa mhandisi Malima, engineer Malima, project engineer wetu anayesimamia, yuko wapi? Naomba aje hapa. Kijana huyu njoo hapa wakuone waandishi wa habari live, wajue kwamba serikali inafanya kazi kubwa. Engineer Malima, sogea hapa, njoo kae na mimi. Kaswaga, samani, engineer Kaswaga, huyu engineer Kaswaga ndio project engineer. Amefanya kazi nzuri sana kuanzia mwanzo mpaka sasa, na hasimamii daraja hili peke yake la hapa Kigongo Busisi, pia vile vile anasimamia daraja la Pangani na hata la Simiyu Bridge anasimamia yeye. Ni katika Watanzania vijana ambao wanafanya vizuri sana, na maana yake huyu ndio brain tunayoitengeneza katika nchi ya kuwa ni bingwa wa madaraja. Naweza nikakwambieni hapa hata umri wake hivi sasa. Una umri gani? Ana miaka 36, hajafika hata miaka 40. Muone namna ambavyo uwekezaji katika nchi unafanywa. Na mimi nakushukuru sana Mabere Makubi kwa swali hili. Sasa engineer Kaswaga na wenziwe watafanya kazi hiyo ya kusimamia pia vile vile ujenzi wa daraja la Kisoria Rugezi, kwa maana kwamba tutajenga sisi wenyewe. Ujenzi bado unaendelea katika nchi yetu, na ndio maana brain kama za engineer Kaswaga ni lazima ziwepo, na tuna hawa kina engineer Kaswaga kadhaa, lakini hapa kinara katika wizara ya ujenzi aliyetengenezwa kijana na amewiva ni huyu hapa. Amefanya hii kazi mwanzo mpaka mwisho, anajua A up to Z kwamba hili daraja litatumika takriban miaka 100 bila ya tatizo lolote. Ameanza kwenye 0 mpaka leo lipo 100%. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie ndugu Mabere Makubi na Watanzania wote kwa ujumla ya kwamba tutaendelea kuwatumia wataalamu hawa wazawa kufanya kazi za ujenzi wa taifa letu, na huu ni msisitizo pia wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wa kuweza kuwapa nafasi wataalamu wetu waliosomeshwa vizuri na taifa hili, na tujivunie sisi wenyewe kazi nzuri inayofanywa na nchi yetu. Sasa swali la pili, asante sana engineer Kaswaga, na hongera sana kwa kazi kubwa na nzuri ulioifanya ya kusimamia eneo hili kama project engineer wetu wa jambo hili. Sasa jambo la pili ni lile la barabara ya Kisoria hadi Rugezi, kwamba mkandarasi ametelekeza. Naomba tu niseme kwamba jambo hili tunalifahamu, liko tatizo la kimalipo baina yetu, lakini nataka nikuhakikishie tu Mabere Makubi na Watanzania wa kule Ukerewe, atarudi site mkandarasi na ataendelea na kazi ili kusudi tuweze kuondosha hiyo changamoto. Swali la pili ni la Audax, kwamba imekuwaje Dar es Salaam tumefanikiwa kule kwenye kivuko cha pale feri. Hapa palikuwa na meli ambayo ni ya mtu binafsi, lakini huyo mtu sasa hivi hayupo, na alikuwa amesaidia sana katika kuondosha changamoto. Naomba jambo hili, najua hii ni biashara. Sasa kama ni biashara ina ups and down, inaenda juu inaenda chini. Labda inawezekana ushindani wa kibiashara, na lakini mimi nilichukua hili jambo, na hakika hilo jambo liko chini ya wizara ya uchukuzi ndugu Audax, lakini si wizara ya uchukuzi, ni serikali na mimi ni sehemu yake, na kwa hivyo nataka nilichukue hili jambo na nitazungumza na waziri Profesa Makame Mbarawa, na hakika kwamba tutapata jawabu, na ikiwa kama hilo tatizo liko kwetu sisi kama serikali tutalitatua. Ikiwa kama ni jambo la kibiashara kwa yeye mfanyabiashara mwekezaji,
basi tutajaribu kukaa naye pia vile vile kuona ni namna gani ya kumsaidia. Lakini serikali imefanya jitihada pia vile vile, meli kadhaa zinakwenda kukamilika hapa na ili ziweze kutoa huduma katika maeneo yetu ya hapa Ziwa Victoria. Na hilo ni katika uwekezaji mkubwa uliofanywa pia na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na yeye Rais Samia, serikali ya Chama cha Mapinduzi. Michael ameniuliza swali la kimkakati kwamba bwana, unajua miradi mingi imekuwa na tabia kwamba kabla haijazinduliwa imekuwa ikianza kutumika. Michael na Watanzania tumebakiza siku kama 8-9 hivi hadi kufungua hili daraja, na kwa baraka kubwa sana litafunguliwa hapa na Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan. Basi mimi na wewe na Watanzania wote tuone kwamba hii ni baraka, na kwamba tuendelee kuwa na subira, na kwamba atakuja kulizindua hapa kinara wetu na Watanzania watalitumia. Tena ni watanie kidogo watani zangu hapa kanda ya Ziwa, Wasukuma hawa, kwamba kwa vibali maalum tutamuomba Mheshimiwa Rais atuidhinishie, na kwamba kutakuwa na mfumo maalum kwa maeneo ya pembezoni kama hivyo. Wale wanaotaka kufanya shughuli mbalimbali za kijamii wataomba vibali ili waje hapa. Mimi najua watani watataka waje kufungia harusi hapa, sio ajabu watani watataka waje kuimba kwaya hapa, kurekodi kaswida. Sasa wakiwa wanataka kufanya hivyo, tutatoa vibali maalum. Tutaomba kwanza idhini kwa mwenyewe Mheshimiwa Rais, kwa sababu pia hilo najua ni jambo ambalo mara nyingi sana hatufanyi. Kutoa vibali ni utaratibu mzuri kwa ajili ya usalama, usalama wa watumiaji wote, kwa maana ya kwamba ukituomba kibali, kama tutakuwa tumepewa ruhusa, maana yake ni kwamba sisi tutakuwepo hapa kuchunga ule usalama wa wewe ulioomba kibali, lakini na wa wale wengine ambao wanatumia hii barabara kwa wakati ule. Kwa hivyo ndugu Michael, ni kupe matumaini na ni kuombe tu kwamba tuendelee kuwa na subira. Ni masiku machache sana tutaanza kulitumia tena kwa kujidai, na kwa kuwa limebarikiwa. Tumewaalika Watanzania wa pande zote, viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa kimila na watu mbalimbali. Tumewaalika hapa Watanzania wote waje washiriki nasi kwenye jambo hili la kihistoria. Hii itakuwa ni moja katika tunu zetu tumefanya wenyewe, Tanzania huru hili hapa. Kwa hiyo hili itakuwa ni moja, daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi ni katika vitu ambavyo mimi nasema ni alama. Kwa hivyo itawekwa katika alama hizi mbalimbali za kuitangaza taifa letu. Mtu akiona hivi, maana yake ameona hii ni Tanzania. Asanteni sana. Baada ya kupokea maswali haya, ninawashukuruni sana. Nakushukuru sana mkurugenzi, wewe na timu yako.